بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا المصطفى محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الكرام ومن تمسك بسنته إلى يوم البعث والجزاء. أما بعد. All praises due to Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful, the most gracious. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the opportunity to meet in one of the masajid, one of his house. This was not our own desire. It's only Allah subhanahu wa ta'ala alone who has chosen us amongst those who will follow the darsa of today. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to send peace and blessings upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the messenger who conveyed the message to the entire world. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to send peace and blessings to his family members, his companions, and all of those who will follow him until the judgment day. Respected brothers and sisters in Islam, respected alim, I'm very happy to be here in the masjid of Allah subhanahu wa ta'ala. After so many years, I was abroad the country, and this is one of the mosques that we grew up, me and one of my friends, including the Imam of the masjid, Sheikh Baba Idi Hafidhahullah wa Ra'ahu. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him. So this is opportunity for me to represent him as usually he always lead this darsa every Tuesday after Maghrib Salah. He asked me to come and help him because he is not available today. Maybe in coming days or coming weeks, inshallah, he will be available. So tonight I'm going to speak about the problem in the marriage. Most of the Muslims across the globe, we have a lot of problems in our marriage, in our lifetime of marriage. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tunazitaka sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye aliyetekeleza amana, kadhalika akafikisha ujumbe, pia akaunasihi umma huu, yeye na alize na sahabaze na waislamu wote ambao watakaofuata mwenendo huo kwa wema hadi siku ya malipo. Waheshimiwa watukufu wa Islamu, kama ada, kila siku ya Jumanne baada salatul Maghrib huwa kuna darsa la shekhe wetu ambaye ndio imamu mkuu Al-Habib Sheikh Baba Idi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amuhifadhi. Kwa hiyo amenipendekeza mimi ndugu yake ili niweze kuichukua nafasi hii kwa siku ya leo, kutokana na dharura ambayo haikuweza kuziwilika, na ameniomba niweze kuchukua nafasi hii ili tuweze kudarasisha
na ninayo furaha kuwa pamoja nani katika usiku huu wa leo baada ya muda mrefu kutokuwepo nchini. Makazi yangu mimi hapa kama mgeni, lakini ni mwenyeji, ni mtoto wa hapa, nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, lakini baada ya muda mrefu kutokuwepo makazi yangu nikawa nimehamishia katika nchi ya South Africa, katika jiji la Cape Town, Mother City. Huko ndipo ninapoishi pamoja na familia, na alhamdulillah baada ya takriban miaka 20 ndio nimerejea nchini na kuweza kuwaona ndugu zangu ambao tulikuwa nao katika nchi hii, katika mtaa huu. Ni faraja kwangu na ninazidi kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuhifadhini, kwa kuwa msikiti wetu huu ni msikiti wa madrasa, na muda wote ambao niliokuwa hapa miaka hiyo alikuwa shekhi wetu almarhum Sheikh Yusuf Mahmud, Mwenyezi Mungu amrehemu, amweka katika waja wake wema, tukifuata darasa zake usiku na mchana. Na hivyo basi ikawa imepelekea kuweza kuendeleza ule mfumo ambao uliokuwepo hapo kabla, ili msikiti usiwezi kuyumba ama usiwezi kupoteza zile faida ambazo walizokuwa akizitoa, na Waislamu alhamdulillah wameweza kufaidika, na mpaka leo bado faida zinazidi kutolewa na mashekhe mbalimbali. Jambo ambalo nitakalokuombeni waheshimiwa watukufu wa Islamu, tufahamu kwamba ulimwengu huu wa kisasa ni ulimwengu wa utandawazi. Kila mmoja anahisi kwamba amekamilisha kile ambacho anachokihitaji katika maisha yake, lakini ukitazama mujtamaa wetu wa Kiislamu, matatizo mengi makubwa ambayo yanaukumba ulimwengu wa Kiislamu, hususan katika jamii yetu hii, kwanza msingi wa maisha ambayo tunayoishi ni tofauti kabisa na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotupangia. Nimependelea kuweza kuzungumza katika moja ya matatizo ambayo jamii iko nayo, hususan katika swala la ndoa. Wengi miongoni mwetu, ndugu zetu, baba zetu, kaka zetu, wanaishi maisha ya ndani ya ndoa pasina kufahamu nini maana ya ndoa na nini kusudio la ndoa. Kijana aidha binti ambaye ameshapevuka, yeye tayari anajiona kwamba yuko tayari kuishi na mwanamke, aidha yuko tayari kuishi na mwanamume, midhali tayari kishakuwa na hali ya utu uzima. Na ndio maana migogoro hata katika jiji letu la Cape Town huko South Africa, ndoa nyingi sana za vijana ambazo zina matatizo ni watu kutokuzingatia maana ya ndoa na sababu ambazo zitaweza kuwapelekea wao kuishi na kudumu ndani ya ndoa. Wazazi wetu wameolewa wakiwa bado wadogo, katika miaka ya 60, 70, aidha 40, wameolewa wakiwa na umri miaka 13, 14, 15, 16. Lakini hapakuwa mafunzo madhubuti ambayo yaliyowawezesha wao kuweza kuishi na wazazi wetu aidha na wababu zetu, isipokuwa malezi ambayo waliolelewa. Na kipindi hicho dini bado ilikuwa haijashamiri, bado haijawa na msingi madhubuti wa wale ambao tulikuwa tukiwaamini
katika kufikisha Uislamu na kuwafundisha mafunzo ya ndani ya ndoa. Nadhani katika ndoa kuna aya 3 ambazo huwa zikisomwa ambapo wanaita khutbatul hajj, na ni mara chache sana na pengine hata zisiwezi kutafsiriwa, isipokuwa huwa zinasomwa na mmoja katika ambao wameteuliwa, lakini hawazitoi tafsiri yake kamili kwa minajili ya kuweza kuwafunza watu. Aya hizi madhubuti ambazo ndizo zinazobeba msingi, lau kama watu watatafsiriwa wakazifahamu undani na wakaelewa kile alichokizungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nina imani asilimia kubwa ya ndoa za Kiislamu zitaweza kuepukana na matatizo. Aya ya kwanza ambayo huwa wanasoma Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahid wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Hii ni aya ya kwanza ambayo inapatikana katika surati An-Nisa. Na aya ya pili ambayo huwa ikisomwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hii ni aya ya pili ambayo inapatikana katika surati Ali Imran aya 102. Na aya ya tatu ambayo huwa inasomwa inapatikana katika surati Al-Ahzab sura ya 33 aya ya 71 hadi 72, aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aya ya kwanza Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi watu mcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha. Mcheni Mwenyezi Mungu ambaye amekuumbeni kutokana na nafsi moja. Nafsi hiyo ni nafsi ya baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Wa khalaqa minha zawjaha, na kutokana na nafsi hiyo moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuumba mama yetu Bi Hawa, wakawa hawa wawili. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea akisema, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea akisema rijalan kathiran wa nisaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na nafsi hizo mbili ndiyo akawaumba wanawake wengi, wanamume wengi, kadhalika na wanawake wengi kutokana na baba yetu Adam na mama yetu Bi Hawa. Rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Mwenyezi Mungu akaendelea akisema pia vile vile wattaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi, ambaye kwa ajili yake ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mnasaidizana, mnaombana. innallaha kana alaykum raqiba, hakika yeye
juu yenu ni mwenye kukuvizieni, yani mwenye kukutazameni, anakuangalieni kwa kila hatua ambayo mnayoipiga. Hiyo ni aya ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaiteremsha katika surati An-Nisa, aya ya kwanza. Kisha aya ya pili ambayo inasomwa baada a'udhu billahi minashaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha na wala msifi isipokuwa mfe ilhali nyinyi ni Waislamu. Kwa nini anaweza kushinda mtu ni Muislamu akamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini itapofikia jioni akawa amebadilisha msimamo wake ukawa ni wa kulegalega, akafikia kubadili msimamo na mpaka kifo kikamkuta akawa ametoka nje ya Uislamu. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu anasema msifi ilhali mfe ni Waislamu. Na aya ya tatu ambayo huwa ikisoma baada a'udhu billahi minashaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini. Katika aya hizi Mwenyezi Mungu anaposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kila siku huwa nikiwaambia watu katika madrasa, Mwenyezi Mungu anaposema ya ayyuhalladhina amanu, anapochagua watu katika Waislamu wanasema enyi mlioamini, ni kwamba katika kundi la Waislamu wapo ambao ni Waislamu lakini si waaminifu. Anabagua ni Waislamu lakini sio waaminifu. Tutakuja kuliona hili neno la uaminifu ni kina nani. Ndiyo Mwenyezi Mungu anasema taqullaha wa qulu qawlan sadida, mcheni Mwenyezi Mungu na mtamke maneno yaliyokuwa ya ukweli. Yuslih lakum a'malakum, hakika atakutengenezeni mambo yenu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, kadhalika atakusameheni madhambi yenu, atakughufirieni madhambi yenu. Wa man yuti illaha wa rasula, na yule atakayemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, faqad faza fawzan adhima, bila shaka huyo atakuwa amefudhu kufudhu kuliko kuwa kukubwa, atakuwa amefaulu. Aya hii tukiichambua vizuri, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na mtamke maneno yaliyokuwa ya ukweli. Ikiwa mtatamka maneno yaliyokuwa ya ukweli, umekubali kumooa binti fulani kwa mahari mliokubaliana. Je, umekubali? Naam, nimekubali. Je, umekubali? Ndiyo, nimekubali. Haya maneno unayoyatamka hapa, muradi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema kwamba mtamke maneno yaliyokuwa ya ukweli. Ukishatamka kwamba wewe umeridhia kumooa binti fulani kwa mahari mliokubaliana, ikiwa kwamba utakwenda kinyume na matamshi ambayo uliyotamka mbele ya halaiki za watu, bila shaka maisha yako yatakuwa ni mabaya. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akasema waqulu qawlan sadida, mzungumze maneno yaliyokuwa ya ukweli. Kisha baada ya kuzungumza ukweli, mengine yote muachieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo Mwenyezi Mungu akasema yuslih lakum a'malakum, bila shaka mkishatamka maneno yaliyokuwa ya ukweli, Mwenyezi Mungu anakuahidini sasa atakutengenezeni mambo yenu, atakutengenezeni shughuli zenu, atakupeni kizazi kilichokuwa chema. Wa yaghfir lakum dhunubakum, kadhalika atakusameheni madhambi yenu ambayo mliyotenda kabla ya ndoa yenu. Atakutengenezeni kila ambacho mtakacho kikusudia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yuti illaha wa rasula,
na yule atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, mkamfuata vilivyo Mwenyezi Mungu aliyokuamrisheni ndani ya Qur'ani pamoja na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, bila shaka utakuwa umefaulu kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Kwa hiyo ndoa hizi ambazo zinazofungwa usiku na mchana katika jamii yetu ya Kiislamu, migogoro imekuwa ni mingi kwa sababu ya watu kutokutekeleza yale makubaliano, yale mafungamano ambayo waliokubaliana kabla ya wao kuweza kuingia ndani ya ndoa. Umemchagua binti, umetembea mashariki na magharibi, umekutana kwa mzee fulani, ndiyo kuna binti ambaye amekupendeza, amekuridhisha, nafsi yako imekubali kwamba mimi niko tayari kuishi chini ya misingi ya dini na binti huyu. Na kama ulikuwa na uhusiano na watu aidha wanawake kabla ya ndoa, ni wewe sasa, ni jukumu lako wewe kuweza kujiepusha na matatizo yote ambayo yanaweza kukusababishia kuharibia ndoa yako. Wapo vijana ambao hawajatulia, wanazifunga ndoa usiku na mchana, lakini uhusiano na wanawake wa pembeni bado hawataki kuuacha, na matokeo yake akigundulika ndani ya simu kuna baadhi ya mambo ambayo hayako sawa, ndiyo inapelekea ndoa yake kuweza kuvunjika, na anajikuta maneno yote ambayo aliyoyatamka yanakwenda patupu. Na haya tumeyashuhudia katika mji wetu wa Cape Town. Jifikirie kijana amemuona binti katika Facebook, aidha amewaagiza wazazi kwenda sehemu fulani wakamchumbie binti, anakubali kuzifanya gharama za aina yoyote kumsafirisha mwanamke, kumtoa hapa nchini na kumfikisha huko. Sio kazi rahisi. Kuna kipengele, lakini baada ya kuyafanya yote hayo na gharama kubwa, na wazazi kumridhia kijana, pengine hawamjui maskini ya Mungu, midhali tu anaishi South Africa, aidha anaishi Ulaya, anaishi Dubai, anaishi sehemu ya nje, wazazi wako tayari kumkabidhi binti yao pasina kufanya utafiti na kujua huyu kijana ana akhlaq gani na Uislamu, adabu yake ikoje katika Uislamu na msimamo wake. Na haya ni matatizo katika jamii yetu ya Kiislamu, yanatukuta kule. Unakutana ndoa zina migogoro kiasi ambacho tunachoka vichwa usiku na mchana, simu za hapa na pale hazikatiki, kiasi ambacho tunashindwa nini la kufanya. Mzazi ambaye alomuozesha binti yake huko nchini anapigiwa simu na kuulizwa, vipi, kabla ya wewe kumkubali huyu kijana ambaye kaja kutaka posa, ulijaribu kuuliza tabia yake katika Uislamu ikoje? Na ulijuaje msimamo wake? Ulimtazama kabisa na kuulizia baadhi ya watu ili umfahamu tabia zake? Kwa sababu vijana wa kileo hawakamatiki. Mtu bado yuko ndani ya ndoa, lakini uhusiano wa kimapenzi na mabinti wa nje ya ndoa bado unaendelea kama kawa. Nchi hile ina wanawake wazuri wa kupindukia, ina wanawake wazuri wa kutisha, ambapo kama huna imani, hata uwe shekhe na vilemba vyako na kanzu zako, unaweza kuteleza kwa dakika ndogo. Na asilimia kubwa ya maradhi ambayo yanayowakumba katika nchi hile ndugu zetu wa South Africa kwa ujumla,
ni maradhi ya ukosefu wa kinga mwilini. Katika nchi 5 bora duniani zenye kuongoza na ugonjwa huu wa ukosefu wa kinga mwilini, South Africa inaongoza. Na kuna ndoa haikuwahi kufungwa kwa sababu ya kijana kukataa kwenda kupima ukimwi hospitalini. Kijana katuma mahari zake, katuma nauli, mwanamke kaja kule South Africa. Imefikia wakati wa kukaribia kuwafungisha ndoa, kijana kalala kwenye mrago, kagoma kwenda kupima. Kwa hiyo ndoa hile ilipelekea kutokufungwa kwa sababu ya kijana kukataa kupima ukimwi. Nakwambieni haya sio kwamba tunayazungumza kwa kutaka kutoa aibu za watu, nieleweni. Kwa kuwa sijamzungumzia kijana wala sijazungumza ni South Africa sehemu gani, lakini muyaelewe, kabla ya kumuozesha binti na kumtoa nchini na kumwelekeza huko anapotaka kuolewa, ndugu zangu, wazazi wangu, na kuombeni kwanza, hakikisheni kijana kapima ugonjwa wa ukosefu wa kinga mwilini. Nadhani hata hapa ni hivyo kama sijasahau. Ndoa haifungwi isipokuwa mwanamke na mwanamume wamepima wote, si ndio? Au hapa hamna? Hamna? Baadhi. Subhanallah. Hili ni kosa. Wazazi mnapelekea kuharibia watoto zenu maisha yao. Hili ni kosa kubwa la jinai ambalo mnalolifanya. Haiwezekani kijana yuko nje ya nchi kwa muda wa miaka zaidi ya 10, hayuko karibu na wazazi, hamumjui msimamo wake katika dini ukoje, hamumfahamu huyu ibada zake anazifanya vipi, hamuijui kazi yake ni ipi, kisha mnakurupuka na kukubali mahari kwa kuwa tu kijana yuko nje. Hili ni kosa la jinai. Baadaye mtakuja kuuguza yale ambayo mliokuwa mkiyapupia, badala ya furaha inakuja kuwa ni msiba. Kwa hiyo na kutahadharisheni, katika statistics ulimwenguni, amongst the 5 countries in the world, South Africa is one of the countries with too much people with HIV. If you go to the Google, you will find the solution about the wage, about this I'm telling you tonight. Ikiwa mtu ana simu, afanye research, aingie kwenye Google, aangalie mwenyewe katika nchi 5 bora zenye kuongoza na ukimwi. Sasa maisha ndani ya ndoa, Waislamu kama Waislamu tumewekea sharti ambazo lazima tuzitembelee ndani yake. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamuumba mwanamke aishi na mwanamume katika maisha ya ndoa ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yapo baadhi ya mambo ambayo hujitokeza yakapelekea ndoa hile kuweza kuwa na migogoro ndani yake. Waswahili wanasema kwenye masahani huwa pakosi mgongano, si ndio? Kwa hiyo wanapoishi watu wawili, hususan ambao wapo ndani ya ndoa, bila shaka migogoro huwa haikosi. Kwa nini?
kwa sababu lengo la Ibilisi, lengo la sheitani, hawezi kufurahia kamwe kumwona mtu anaishi chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabla ya ndoa watu wanapendana mapenzi makubwa kiasi ambacho ukiwaona labda wanaweza kushinda mapenzi ya Titanic. Wanapendana mapenzi makubwa. Huyu anamuonyesha mapenzi mwenzie na mwenzie anamuonyesha mapenzi, watu wanaishi vizuri kabla ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu sheitani yuko radhi wao waendelee kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pindi wanapoingia ndani ya ndoa, sheitani anakuwa ni mmoja katika wale ambao wanaoyeyuka, wanaopepuka katika vichwa vyao. Kwa nini hawa watu wanaishi chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu? Na wakati nilikuwa nimeshawanasa, walikuwa wakifanya makosa usiku na mchana, wakikutana kwenye makona, wakikutana sehemu mbalimbali, wanayafanya yale ambayo aliyokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wakishaingia ndani ya ndoa, sheitani anakuwa na hasira, anataka aanze kufanya mchezo ambao utapelekea wao waweze kutengana. Binti wa Kiislamu na kijana wa Kiislamu, fahamuni kwamba nyinyi wawili ni chanzo cha kuweza kuleta vurugu katika jamii ya Kiislamu. Wanapotengana hawa watu wawili, bila shaka ugomvi wao si tu kwamba wao wenyewe ndio walengwa. Wafahamu kwamba yale magomvi yao yataingia moja kwa moja katika familia zao, ambapo kuna baba na mama, kuna shangazi na mjomba, na kuna wale ambao waliokuwa karibu yao zaidi, na wao pia vile vile wanaingia kwenye matatizo kama hayo. Kwa hiyo katika sheria za Uislamu, baada ya mwanamke kukubali kuolewa na mwanamume, jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulifanya wewe kama binti wa Kiislamu, msome mumeo tabia zake. Muulize ni kitu gani ambacho ukimfanyia kitaweza kumkasirikisha. Na pia vile vile kijana, kabla ya kuingia ndani ya ndoa, muulize binti ni kitu gani ambacho mtu akikufanyia huwa kinakukasirikisha zaidi. Baada ya hapo nyote kuweza kupata jawabu, kila mmoja akamjibu mwenzie, bila shaka ndoa hii inaweza kuwa moja katika ndoa bora ambazo zitakazodumu, kwa sababu kila mmoja anakuwa ameshafahamu udhaifu wa mwenzie, na anajua kwamba hichi kitendo endapo nitakifanya hakiwezi kumridhisha mwenza wangu. Kwa hiyo ni jukumu langu mimi kuweza kujiepusha na hiki. Binafsi maishani mwangu, hata familia yangu nyumbani, huwa nikizungumza, hakuna kitu ambacho ninachokichukia maishani mwangu kama mtu kunidanganya. Niambie ukweli ambao utakufanya uwe huru, kiasi ambacho hata kama mimi sintokuwepo, nitakuwa na faraja nafsini mwangu. Na sio mimi peke yangu, nadhani nyote ndivyo mlivyo. Hakuna mtu ambaye anaridhia kudanganywa katika maisha yake, iwe nje ya ndoa, iwe ndani ya ndoa, iwe ndani ya jamii, ndani ya society. Kila mmoja anachukia uongo. Unatoka labda katika mizunguko yako, unakuja umemkutana hayupo, mwenza wako hayupo, umempigia simu hajapokea simu, umejaribu kuuliza kwa jirani hujapata jawabu madhubuti. Anakuja mwenza wako, unamuuliza umetoka wapi, anakwambia kwamba nimetoka hapa kwa jirani. Wewe umeshatoka kwa jirani, umeuliza jirani akakwambia hayupo. Huyu anakwambia kwamba alikuwa kwa jirani.
vipi wewe kama mwenza ndani ya ndoa, uamuzi upi ambao utakaochukua? Bila shaka huu ni uongo na ni sumu ambayo inaweza kusababisha ndoa hii kutokudumu kwa muda mrefu. Na hii tunaona hadi wazazi mmekuwa ndio chanzo kikubwa cha kuweza kuwafundisha watoto uongo wakati bado wadogo. Mzazi ametoka kazini, labda amechoka, anataka kupumzika. Kabla ya kuingia chumbani kulala, anawaita watoto zake au anamuita mwanae, wewe miss, mimi naingia kulala, atakayekuja kunitafuta mwambie sipo. Hivi mzazi unamfunza mtoto nini? Labda amekuja mtu ambaye hamkuwa na miadi naye, hamkuwa na appointment naye, anakuja mtu ghafla, labda katika marafiki zako aidha katika ndugu zako, anakuja kukutafuta nyumbani. Anamkutana Hamisi yuko pale nyumbani, anamuuliza Hamisi, vipi babako yupo? Jibu ambalo atakalolitoa Hamisi, anamwambia baba kalala, ila kaniambia yoyote atakayekuja kumtafuta nimwambie kwamba hayupo. Hii si aibu jameni? Hii si aibu ambayo mtu anajiaibisha? Badala ya kumwambia kwamba ikiwa atakuja kunitafuta yoyote mwambieni nimelala na nisiamshwe, arudi baadaye. Huu ndio ukweli ambao utakaomweka mtu huru, tofauti na kumfundisha mtoto kesho kutwa mtoto anakuwa muongo kiasi ambacho kila neno atakalolizungumza, akizungumza maneno 10 basi neno moja ndio la ukweli. Na haya tunayaona hata katika madrasa. Walimu, jaribuni kuwa waerevu, jaribuni kuwa na busara. Walimu wa madrasa, pengine watoto wametoka shuleni huko katika secular education, shule ya kizungu, mtoto amekuja madrasa, labda kaja mapema kabla ya mwalimu kuingia darasani. Mtoto kafanya kitendo, labda kachafua msikiti au kioo kavunja. Kisha wewe ustazi unafika darasani, umehadithiwa, unauliza nani aliyefanya kitendo hicho? Mtoto anajitolea mwenyewe nafsini kwake, anasema mwalimu samahani, mimi ndio nilikuwa nacheza, labda nilipiga mpira au nilirusha jiwe nikavunja kioo. Mtoto anazungumza ukweli binafsi, bila kung'ang'anizwa, bila kusisitizwa na mtu. Mtoto anazungumza maneno yaliyokuwa ya ukweli. Wewe kama mwalimu unachukua bakora unamchapa. Unapomchapa mtoto unakuwa unamfundisha mtoto kesho kutwa awe muongo. Kisha mtoto anakwenda nyumbani, wenzie wanamcheka, mwalimu kampiga, ustazi kampiga. Anafika nyumbani anakutana na mzazi anamuuliza kwa nini unalia? Mwalimu kanipiga, kisa kwa sababu mimi ndio nimevunja kioo au mimi ndio nilochafua msikiti. Na mzazi na yeye anachukua bakora anamtandika, kwa nini usiseme uongo? Kwa nini usimwambie kama sio wewe? Mzazi na mwalimu wote akili zao hizi moja. Ilikuwa inatakiwa kama mzazi au kama mwalimu amwambie mtoto, kwa kuwa umezungumza ukweli sintokupiga na kuacha, ila siku nyingine usirudie. Ila lau ungejaribu kuniongopea, kuniambia uongo, ndio ningekutandika bakora. Na hivi ndivyo mzazi aidha mwalimu anapasha kuwa. Usiwe ni mtu ambaye unapoambiwa ukweli unataka kutoa punishment, yani unatoa pinisio. Sio jambo la kupendeza. Mtoto anapozungumza ukweli, jaribu kumpa pongezi, na ndio unakuwa unamfundisha mtoto
akhlaq, unamfundisha mtoto tabia nzuri za kuwa mkweli. Hata popote atakapoenda maishani mwake, mtoto atakuwa ni mkweli siku zote. Ila unapompiga mtoto, unakuwa unamjengea fikra kwamba kesho akifanya kile kitendo, akikwambia ukweli utampiga, lakini natija yake atakuja kukudanganya, akuongopee ili usiweze kumpiga. Na haya ndiyo yanayojiri katika jamii zetu za Kiislamu. Tujaribu sana kuwaelewesha watu ukweli. Kwa hiyo tunaendelea, ikiwa kwamba wewe umemkuta mwenza wako hayupo, umeenda kwa jirani, umeuliza jirani kakwambia hayupo, kwa hiyo unamuuliza, anakuambia nilikuwa kwa jirani, anakuongopea. Wewe kama mume, wewe kama mke, utachukua uamuzi gani baada ya kuwa tayari ukweli unao, ila huyu mwenza wako anakuongopea? Ndiyo tunakuja katika aya ambayo huwa wanaisoma mara nyingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada audhu billahi minash shaitani rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na katika ishara, katika alama za Mwenyezi Mungu, katika kujua utukufu wa Mwenyezi Mungu, ukubwa wa Mwenyezi Mungu, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumbieni wanawake ili mpate utulivu. Litaskunu ilaiha, Mwenyezi Mungu amekuumbieni wanawake kutoka katika ubavu wetu. Limadha ya Allah? Litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu. Kisha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia baina yake mawaddat wa rahma, akajalia mapenzi na huruma. Vitu viwili hivi, mapenzi na huruma, ni vitu ambavyo viko sambamba. Panapokosekana mapenzi, bila shaka huruma pia vile vile utoweke, na panapokosekana huruma, mapenzi pia vile vile utoweke. Sasa imeshafikia amekuongopea mwenza wako, ndio sasa unakuja katika aya hii, mapenzi uliokuwa naye kwake lazima uweze kumwambia ukweli na kuweza kumhurumia kwa kuwa amekuongopea. Mwambie tu live, mwambie straight, mke wangu, mimi nimekuja, nimekupigia simu hujapokea, nimeingia kwa majirani, nimeuliza haupo. Sasa wewe unakuja kuniambia kwamba ulikuwa kwa jirani. Je, jirani yupi ambayo ulokuwa kwake? Bila shaka atakuwa tayari kishaumbuka na hawezi tena kuweza kukuongopea. Vipi, muda wa adhana tayari? Inshallah. Bismillah. Tunaendelea na darasa letu. Baada ya wewe kugundua kwamba mwenza wako kakuongopea, aya hii ambayo tuloisoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada audhu billahi minash shaitani rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mwenyezi Mungu anasema baada ya kumlani shaitani, wa min ayatihi, na katika alama zake Mwenyezi Mungu, katika ishara zake kujua ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na katika ishara zake, katika alama zake za kutaka kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba amekuumbieni wanawake kutokana na ubavu wenu. Limadha ya Allah? Litaskunu ilaiha. Lengo la Allah Subhanahu wa Ta'ala kumuumba mwanamke
ni mwanamume kupata utulivu, litaskunu ilaiha, kupata utulivu, amani ya moyo. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, kisha baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia mapenzi na huruma. Kama tulivyosema hapo kabla, mapenzi na huruma ni vitu viwili ambavyo vinakwenda sambamba. Endapo patakosekana kitu kimoja, bila shaka kingine hakiwezi kudumu. Kwa hiyo hapa lazima utumie maneno haya mawili, mapenzi uliokuwa nayo kwake. Pili, huruma, muhurumie, anakufanyia mambo mengi, anakufulia nguo, anakupikia, anakusafishia nyumba, anakulelea watoto, anakutimizia mahitaji yako mengi. Kwa hiyo tumia busara, usiwe mkali wa kuweza kuhamaki na kuleta mtafaruku baina yenu. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika mifano kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapigia wale ambao wenye kutafakari, wale ambao wenye akili, wale ambao wenye busara. Ndio mifano hii Mwenyezi Mungu anawapigia kwayo. Kwa hiyo hapa lazima wewe kama mwanamume, aidha wewe kama mwanamke ambayo tayari umeshagundua mwenza wako kwa kuongopea, bila shaka tumia busara, tumia mapenzi na huruma ili uweze kulinda ndoa yako. Kwa hiyo haya ya yeye kukuongopea isiwe ndiyo kigezo cha wewe kutaka kuleta mgogoro na misukosuko ndani ya ndoa. Na hapa nitapenda kusherehesha vizuri mapenzi ambayo tuliokuwa na kwa wake zetu, mapenzi ambayo mwanamke anayokuwa kwa mume wake. Tujaribu sana kutanabai Waislamu, tuna kasoro ya kuweka sumu ndani ya ndoa zetu sisi wenyewe, na hii sumu ambayo inayopandikizwa ndiyo inayoleta sababu kubwa ya jamii za Kiislamu kusambaratika. Leo watu hawazungumzi, watu hawaongei, watu hawakai pamoja kwa sababu ya sumu ambazo zinazowekwa na wanandoa. Hizi nyumba zote hizi ambazo tunazoziona hapa zina migogoro. Hakuna nyumba isiyokosa migogoro. Hakuna hata siku moja mke na mume wataishi mwaka mzima bila kukwaruzana. Wallahi ni vigumu. Kama yupo anyooshe kidole. Mimi leo mwaka wa 10 nina mke wangu hatujawahi kukwaruzana. Huyo atakuwa ni muongo. Haiwezekani kamwe. Sumu ipi ambayo tunayeweka? Umemuoa mkeo, mashaallah, hujakatazwa katika sheria ya dini kumpenda, mpende utakavyo, lakini kumpandikiza sumu katika kichwa chake, unakuwa unajenga akilini mwake, unakuwa unajenga kitu ndani ya nafsi yake ambacho itakuwa ni vigumu wewe kuweza kukiondoa. Mfano, labda umelelewa na mama wa kambo. Yule mama wa kambo pengine kulikuwa na matatizo ambayo yalikupitika hapa katikati. Sasa wewe baada ya kuwa mtu mzima umeingia katika ndoa, huyu mke wako ambaye uliomleta ndani ya familia hausiki na migogoro ambayo iliyotangulia kabla ya ndoa yenu. Lakini mtu unafikia kumtamkia mkeo, huyu mama yangu mdogo usimuoni hivi, alinitesa sana, alikuwa ananipiga sana, alikuwa ananyima chakula. Hawa wadogo zangu unawaona hawa walikuwa wakinitukana, wakininyanyasa, lakini leo Mwenyezi Mungu kanifungulia riziki, nimekuwa mkubwa, sasa mimi ndio ninaendesha familia. Kwa hiyo hawa usiwaone hivi, hapo kabla walikuwa ni maadui zangu wakubwa. Unapomwambia mwanamke maneno kama haya, unapandikiza nini katika fikra yake? Unafikiri atampenda mama yako mdogo ambaye mnaita mama wa kambo? Aidha unafikiri atampenda babako mdogo? Au
usio umelelewa na mama wa kambo, ukawa umelelewa na shangazi yako, aidha ukalelewa na mjomba wako. Yoyote yule ambaye aliyekunyanyasa, ambaye aliyekunyima amani katika ndoa, katika familia, usithubutu hata siku moja kumwambia mwenza wako matatizo ya ndani ya familia yenu, kwa sababu unamjengea chuki ambayo itakuwa ni vigumu yeye kuweza kuwapenda ndugu zako. Tambua kwamba huu mwanamke umemleta isiwe ndiyo chanzo cha wewe kuja kuzidisha uhasama na uadui katika familia. Na hii wanamume wengi wanaifanya. Na hata pia vile vile wewe mwanamke umeolewa na mwanamume ambaye umempenda, yule mwanamume hajawa na uhusiano moja kwa moja katika familia yako. Kwa hiyo isiwe ni kigezo cha wewe kumhadithia matatizo ambayo yaliyokukuta pindi bado upo binti nyumbani. Unamhadithia mumeo kwamba mtazame, huyu baba yangu wa kambo, huyu alinitesa, ilifikia hadi kutaka kunibaka, ilifikia hadi kunifukuza, kunipiga. Unaona ili kovu hili yeye ndo kanitia, hili jino kipande hili alinipiga siku moja takriban kutaka kuniua. Haya maneno unayomwambia mumeo hayamhusu. Unampandikiza mumeo chuki ya kuweza kuwachukia ndugu zako na familia yako kwa ujumla, kiasi ambacho hata wakipata matatizo atashindwa kuwa katika mstari wa mbele. Na ukimng'ang'aniza anakuambia, unakumbuka maneno uliyoniambia, walikutesa sana, kwa hiyo mimi siwezi kuwapenda hawa watu ni maadui. Na haya ndiyo ambayo yanayojiri katika familia zetu, na ndio maana mnaona familia zinazidi kukumbwa na matatizo, hazielewani, hazikai pamoja kwa sababu ya mambo kama haya. Hivi unaonaje wewe kumfundisha mwanao kwamba huyu shangazi alikuwa hanipendi, alikuwa ananichukia, alikuwa ananinyima chakula, alikuwa ananipiga? Wewe unaonaje kwanza ukimwambia mwanao maneno kama hayo? Unafikiri huyu shangazi yake huyu atakuwa salama kweli kwa mwanao? Kwa hiyo tuache kupandikiza chuki katika familia zisizokuwa za msingi. Badala ya kupunguza migogoro, sisi hawa ndio tunakuwa sababu na chanzo cha kuweza kuzidisha matatizo. Na ndio maana unaona jamii za Kiislamu, ndoa nyingi na familia nyingi zimekuwa na matatizo yasiyoweza kutibika. Na huu ni ugonjwa ambao Waislamu hatuwezi kuepuka isipokuwa kuweza kujirekebisha na kuzungumza yale ambayo yanazidisha uhasama katika jamii za Kiislamu. Kwa hiyo ndoa ya Kiislamu kama inadumu, ni mapenzi na huruma baina ya mke na mume, kuhurumiana, waweze kusameheana. Na neno samahani limekuwa ni adimu sana katika wanandoa. Mtu kumwomba mkewe msamaha, anaona kama vile atakuwa amejidhalilisha, anaona kama vile yeye atakuwa amejishusha, anaona kama vile yeye atakuwa amejidharaulisha, kwa kuwa tu basi yeye ni mwanamume. Kwa hiyo ndo anakuwa kama vile yeye ni tuseme kama vile yeye ni dikteta, yani ni mtu ambaye yani hawezi kamwe kuweza kujishusha mbele ya mwanamke. Na hili ni tatizo. Hata viongozi wa dini leo kujishusha imekuwa ni vigumu. Kila mmoja yeye anataka awe juu, kila mmoja anajiona yeye ndiyo msomi, kila mmoja anajiona yeye ndiyo mfaswaha, kila mmoja anajiona yeye ndiyo yeye. Jamii za Kiislamu zinaharibika kwa sababu ya ukakamavu wetu tulokuwa nao. Na mke pia vile vile anaona kumuomba mumewe msamaha ni jambo lisilowezekana. Mimi siwezi kumuomba huyu mwanamume msamaha, bora nirudi kwetu sijaua, kwetu nilikuwa nakula vizuri kuliko ninavyokula hapa, kwetu nilikuwa naishi vizuri, maisha mazuri. Sasa ikiwa kwamba ulikuwa unaishi vizuri, unakula vizuri,
ya nini ulitaka kuolewa, ya nini ulikubali kuolewa na yule ambaye uliyeridhia mwenyewe bila kushurutisha na mtu yoyote. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, huu ni mlango mpana ambao hatuwezi kuumaliza leo wala kesho. Tukisema tuzungumzie matatizo na migogoro ambayo inayopatikana ndani ya jamii zetu za Kiislamu, haiwezi kutukosti takriban sio chini ya mwezi aidha miezi miwili. Kwa hiyo Waislamu, ili tuweze kujidhatiti na kuzijenga ndoa zetu na familia zetu kwa ujumla, kila mmoja aitazame nafsi yake, aitazame nafsi yake. Wengi miongoni nafsi zetu zinatumiliki, yani zinatutawala, na ndio maana haya matatizo yakatiki kamwe. Imefikia tunaenda kwenye suluhu, tunaenda kusuluhisha ndoa, mwanamume anasimama, mimi shekhe wallahi ninakuheshimu, shekhe ninakuheshimu, lakini mimi kumsamehe mwanamke aidha kurudia hapa kwangu, afadhali hapa paote nyasi. Mtu anasimama kabisa na chachamaa, anashindwa hata kujimili, yani kujishusha mbele ya mashekhe. Mtu anasimama kabisa na kiapo anapa, wallahi nitembee na mamangu mzazi. Subhana malikil kudus. Wewe kiapo kama hichi unaapa kabisa mbele ya halaiki za watu? Hivi unajielewa? Hivi ni bangi hizi watu wanavuta? Nafsi, usikubali kamwe nafsi yako iweze kukumiliki. Na ndio maana leo, kutokana na nafsi zetu kutumiliki, haya matatizo hayawezi kuisha. Muombe Mwenyezi Mungu kila siku katika dua zako unazoziomba kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, Mwenyezi Mungu usinijalie nafsi yangu inimiliki, na kuomba unijalie niimiliki nafsi yangu. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akiomba, Mwenyezi Mungu ninakuomba usiridhie, usiweke nafsi yangu kuwa juu yangu, mimi niweke nafsi yangu chini. Pindi ninapopata na matatizo, ninapopata na mitihani, mimi ndio niimiliki nafsi yangu. Na ndio maana unajikuta vijana leo wameingia katika biashara haramu, wameingia katika ulevi, wameingia katika kamari, kwa sababu ya matamanivu ya nafsi. Nafsi zinatupeleka pabaya. Huwezi kuwa wewe ni kijana wa Kiislamu ukakubali kutawaliwa na nafsi yako. Na hata mwanamke anakuwa pia, wallahi shekhe, mimi kurudiana na huyu mwanamume afadhali nife. Kila mmoja anakokota kamba, kila mmoja hataki kujishusha, na ndiyo matatizo yanakithiri katika jamii zetu. Sasa sisi kama watu wenye akili na wenye busara, ni jukumu letu kuweza kuzimiliki nafsi zetu. Unapokuwa na ghadhabu, jaribu kuwa mstaarabu, usiikubali nafsi yako ikakupelekesha, usiiridhie nafsi yako ikakufanya wewe kuchukua maamuzi ambayo utakayokuja kujuta. Rudia nyuma, tazama wazazi wetu wameishi miaka mingapi hadi wamezikana. Wamama zetu wamekaa eda, na mpaka leo alhamdulillah bado wangali na msimamo. Hawajatulea malezi ambayo leo tunayaona ndani ya jamii. Kila mmoja anakaa na wanae na kumhadithia matatizo aidha makosa alofanyiwa kabla. Na watoto waliokuwa wajinga wameyaweka akilini mwao. Mtu anampita shangazi yake kama hamjui, mtu anampita babake mdogo kama hamjui, mtu anampita mjomba wake kama hamjui. Kisa nini? Kaambiwa na mzazi wake, huyu alinifanyia hivi vile na hivi kabla sijawa msichana.
Hivi tunakwenda wapi? Fa aina tadhhabun? Tunakwenda wapi jamii za Kiislamu? Hii migogoro itaisha lini? Waislamu tutanabahi, turejee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tujaribu kuwa watu wenye amani, watu wenye kupenda amani. Waislamu misikitini tunakuja kuswali, mashaallah, imani, kanzu nzuri, tunaonyesha picha nzuri, lakini tunapokuwa nje, yale yote ambayo tulofundishwa msikitini, yale yote ambayo tuliyofanya msikitini, tukitoka nje ya msikiti yote tunayaacha ndani ya msikiti na tunakuwa watu wengine. Nilizungumza barabara 19. Kuna msemo ambao watu wanapenda kusema wa Kiingereza, na baadhi ya watu wameandika kwenye magari yao, kwenye simu zao, status zao, wanaposti, wanasema I can forgive but I can never forget. This sentence, a true believer, a true Muslim can never rely on it. You can never say this word in front of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanasema kwamba I can forgive but I can never forget. Yani ninaweza kusamehe lakini siwezi kusahau. Hivi mnalielewa hili neno? Yani mtu yuko tayari kusamehe, anaweza akasamehe, I can forgive but I can never forget, lakini naweza kusamehe lakini siwezi kusahau. Hivi unavyozungumza sentensi hii, unapoiweka kwenye mizani, unamaanisha nini? Kwamba unaweza kumsamehe mtu lakini hauwezi kusamehe kile ambacho alichokukosea, kile ambacho mlichokuaruzana kwacho. Hivi wewe ni nani ambaye unasamehe na usisahau? Lau kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asingekuwa anatusamehe makosa ambayo tunayofanya usiku na mchana, hivi unadhani tungekuwa na daftari ngapi za malaika ambao wanaandika? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Wewe ni nani ambaye huwezi kusamehe na kusahau? Hivi ni mangapi ambayo tunamkosea Mwenyezi Mungu siku na mchana? Unaposema kwamba you can forgive but you can never forget, unaweza kusamehe lakini huwezi kusahau. Kwa nini usiwezi kusamehe na kusahau? Na ndio maana wallahi tena ninaapa, asilimia ya watu wenye ugonjwa wa pressure, wenye mshtuko wa roho, asilimia kubwa wana maradhi katika nafsi zao, yale ambayo wameyabeba vifuani mwao. Mtu kuto kusamehe makosa alofanywa na ndugu yake, na huu ni ugonjwa. Wengi wanaumwa maradhi hayo. Akisikia tu kidogo fulani amemsema, roho tayari imeshapanda, kwa sababu hajasahau yale alofanywa na ndugu yake. Kumsamehe mtu na kusahau ndio Uislamu. Usimjengee mtu dua, usimjengee mtu picha mbaya katika nafsi yako. Kumsamehe ni wajibu na kusahau ni wajibu. Na mtu anapokuomba msamaha, anapokutaka radhi, jaribu kuwa mwepesi. Usitaki kuwa mkakamavu na kusema kwamba mimi siwezi kumsamehe fulani kwa sababu alinihadhiri kwenye mitandao, na kwa kusema mimi nimsamehe lazima aende mitandaoni akanitakasi. Hivi nani asiyosemwa katika ulimwengu huu wa Mwenyezi Mungu? Nani asiyosemwa? Unaposemwa na ndugu yako, aidha muumini mwenzie, usiwe wa kwanza kuhamaki. Hivi kuna mtu ambaye aliyosemwa kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume alisemwa mangapi? Alifukuzwa Maka na Makuraish, ndugu wa baba yake mzazi, ndugu wa familia, sio watu baki. Kafukuzwa Maka kuelekea Madina,
na licha ya hapo alikuwa ndio mweka hazina wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipokwenda Madina akapata kundi la watu waislamu wakamwamini na kurudia katika mji wa Maka, kuufungua mji wa Maka. Hivi unafikiri kitu gani ambacho alichokifanya baada ya kuwa walimnyanyasa na mpaka kupanga njama za kuweza kumuua? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia Makuraishi, hakika nimekusameheni. Huyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi tatizo ndogo, waislamu tumekuwa kwanza ni wa kuamaki na kila mmoja anakokotea upande wake, na hili ni tatizo ambalo jamii, narudia tena kuzungumza, jamii ya Kiislamu hatuwezi kuwa na amani kamwe, hatuwezi kuwa na umoja kamwe, hatuwezi kuwa na mapenzi kamwe bila kurejea katika kamba moja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema sahaba mtukufu Ali karramallahu wajha, fasara Ali ibn Abi Talib ala kalimati taqwa ala arba'ati kalima: anna al-khawf min al-jalil wal 'amal bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidad li yawm ar-rahil. Huyu ni sahaba mtukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatafsiri neno la uchamungu anna al-khawfu min al-jalil. Kwanza ni kumuogopa Mwenyezi Mungu pahala pasiri na dhahiri. Unapokuwa peke yako, unapokuwa pahala pa peke yako, muogope Mwenyezi Mungu. Hii nguzo hii imejengwa na simenti, ina changarawe na ina mchanga. Katikati ya nguzo hii, hata ikwamba itagawiwa mara mbili, ujifiche ndanimo, chochote utakachokifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuona. Na mdudu chungu, aidha sisimizi iliyopo ndani ya nguzo hii, Mwenyezi Mungu anaiona. Huyo ndio uchamungu, kumuogopa Mwenyezi Mungu pahala pasiri na dhahiri. Pili, wala amalu bitanzil, na kutenda matendo yaliyokuwa mazuri. Kutenda matendo yaliyokuwa mazuri. Leo tunachanga dhambi, tunachanga kheri na shari katika ndoa zetu, mijumuiko, mikusanyiko. Tunachanga mambo mengi ambayo yanakwenda kupelekea matatizo na misukosuko ndani ya ndoa. Ndio maana hazidumu, matatizo usiku na mchana yanakithiri. Kwa hiyo ni kutenda matendo yaliyokuwa mazuri. Wal qana'atu bil qalil. Jambo la tatu ni kutosheka na kidogo, kuridhika na kile ulichopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiwe mwepesi wa kukubali kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakukataza kwa minajili ya maisha. Leo mtu yuko tayari kufanya lolote kwa sababu apate maisha. Mtu yuko tayari kuua kwa sababu apate maisha. Mtu yuko tayari kusema uongo kwa sababu apate maisha. Mtu yuko tayari kukosana na ndugu yake kwa sababu apate maisha. Mtu yuko tayari kudhulumu kwa sababu apate maisha. Tosheka na kile alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo la mwisho, wal istidadi liyamir rahil, na kujiandaa na siku ya mwisho. Tutajiandaa vipi? Ni kwamba unapofanya calculation, unapofanya mahesabu, jaribu kujitathmini, haya ambayo labda nimeyatenda katika mchana huu wa leo ambao tayari umepita, je, usiku huu ambao tayari ndo ninakwenda kupumzika, endapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataishukua nafsi yangu, nitaingia sehemu ipi kati ya pepo na moto? The answer is for you. If you die tonight, where will you go? Between Jannah and Jahannam. Kama ukifa usiku wa kuamkia kesho, sehemu ipi ambayo utakayoelekea? Ni motoni aidha peponi? Kwa hiyo hili ni swala ambalo kila mmoja anahitaji kulitafutia jawabu. Balil insanu ala nafsihi basira, kila mmoja anaifahamu nafsi yake. Kwa hiyo makosa ambayo tunayofanya
ni watu kutokujihimiza na kufata sheria za dini na yale mafunzo ambayo alotufundisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nadhani tutosheke na haya insha Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwezesha, tutazidi kuja na mafunzo mbalimbali ya kuweza kuokoa jamii, kuitoa katika matatizo na migogoro iliyopo ndani yake, na kuwaweka sehemu husika, sehemu iliyokuwa salama, ambapo kesho msije kujenga hoja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hamkupewa nasaha, hamkuweza kupewa mafunzo ambayo ilikuwa ndiyo sababu ya nyinyi kuweza kuepukika na moto wa Jahannam. Hakika Waislamu, huwa jambo linanikera na kuniudhi nafsini mwangu kuona Waislamu tunajifakharisha kwa Uislamu, halafu ule Uislamu hatuuweki katika vitendo. We don't practice Islam. Wazazi wetu na wababu zetu ambao wametuzaa, wazazi wetu waliishi na watu. Kuna watu ambao sisi tumewaita wajomba zetu, aidha tumewaita wababa zetu, wallahi hawakuwa katika familia zetu, lakini kutokana na malezi ambayo wababu zetu waliwalea, watu wametoka milimani, wamekuja, wamefanya kazi, wamefanyia babu zetu makazi, walikuwa wafanya kazi wa ndani, wameslimu, wameikaa katika familia, wamejenga hapo, na sisi tumekuwa vikinda, tunawaita wababa zetu, wajomba zetu, na ilhali si wajomba zetu. Haya yote ilikuwa ni nini? Malezi. Education start from the birth. Malezi yanaanzia chini katika kuzaliwa. Pale pale unapozaa mtoto, pale pale ndipo malezi yanapoanzia. And if you want to find the truth, the reality in Islam, that Muslims today, we have no good manners, we have no good characters, it is because we forgot Islam and we put it behind our back. Ukitaka kuamini kama Waislamu leo tunajifakharisha kwa Uislamu, lakini Uislamu wenyewe hatuufuatilii kama unavyosema, angalia matendo, aidha tabia za Waislamu, utagundua hili. Utawakuta Waislamu, Uislamu wameitupa nyuma ya migongo yao, alafu mbele ndio wamebeba lile jina la Uislamu. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, ni ipi miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu ambazo mnazozikanusha nyinyi binadamu na majini kwamba hii sio neema ya Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu ametupa neema ya akili tuweze kutafakari na kuangalia mbali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutofautisha na wanyama, lakini sisi hawa Waislamu hatutanabai. Baadhi kabisa ya wale ambao tunawaamini ni wasomi, wamesoma, wana madigrii na madigrii, tunawaona hata viongozi katika serikali. Mtu analeta fikra wa bunge kujadili ndani ya bunge kwamba tujadili sasa hivi turuhusu bangi iwe halali kuvuta na kuuza. Wabunge wanaleta fikra, wanajadili sasa hivi tupasishe ndoa ya jinsia moja, mwanamke na mwanamume waoane. Ni moja katika misingi za haki za kibinadamu, na hizi sheria katika nchi yetu South Africa ninakoishi zipo. Ni halali kuvuta bangi na kuhalalisha ndoa ya jinsia moja. Hapa nadhani Mwenyezi Mungu atunusuru isifikie. Litapofikia hili, basi mjue laana Mwenyezi Mungu iko nyuma. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuishie hapa. Hili darsa lina maelezo mapana, lina mafunzo marefu kiasi ambacho hatuwezi kumaliza. Naona usiku umerepo, umekuwa mwingi, nisikuchosheni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie vitendo vyetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondolee vifundo vilivyofungamana ndani ya nafsi zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweke mapenzi na huruma baina yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidishe umoja na mshikamano katika jamii za Kiislamu ulimwenguni kote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutenge mbali na fitna za shaitani pamoja na vitimbi vyake vyote. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa mawlaha.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين ومزقهم كل ممزق، وارفعهم عافيتك وشدد شملهم. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم